My brother Cloudy. Ndio, niambie kiongozi. Kwa nini mahusiano mengi ya mastaa huwa yanakwama sana, yani atoboi ukilinganisha na brother kama nyie mmezidi kutoboa tu kwenye masuala ya mahusiano na ndoa kwa ujumla? Ni uvumilivu tu na kustahamiliana na kumuonesha uwazi wa kila jambo. Unajua siku zote ukitaka mwanamke akupende na akuelewe, usimweke usiri. Kila kitu muoneshe. Ikiwe kibaya muoneshe, kizuri muoneshe. Halafu na pale kama kuna maumivu basi mnaombana radhi, maisha yanaendelea. Na ukiwa na hasira sana unafanyaje sasa? Maana inaonekana kama hasira pia huaga zinavurugaga sana mahusiano. Unajua hata katika maandiko anasema unapokuwa na hasira tia uzu saji rakaa 2 kwa imani yangu. Lakini ukishindwa kusali rakaa 2 basi chukua glasi ya maji kunywa, au toka nje. Kama ulikuwa uko ndani, toka nje kidogo pata upepo. Kama ulikuwa uko nje, ingia ndani. Yani upate ile distance angalau kidogo tu, alafu hali ipite na Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Madam, kwa upande wako haya anayosema Cloudy kinywani mwake anayatekeleza? Kweli anatekeleza. Kwa ukubwa? Kwa ukweli anafanya. Na hodari sana kuomba radhi anapokosea. Mpaka machozi yanamtoka. Kwa yale maigizo anaigiza akiwa anafoka ni kumbe zile mbwembwe tu. Mbwembwe za kazini. Shukrani sana brother Cloudy. Shukrani. Asante sana. Kwa sababu ya project za hapa na pale. Kwanza nataka uniambie maendeleo ya project yakoje, kwa sababu madam alikuja kukupokea. Sasa leo unanizungumzia mimi au unamzungumzia madam? Tunazungumza na Watanzania wote wawili mnazungumza. Asante sana. Mimi niseme tu kwamba nimekuja kipindi kirefu toka mwezi wa 2 na nimekuja nyumbani rasmi, niko nyumbani rasmi, na kwa sasa kuna mengi ambayo mazuri yatatokeza, lakini tumesema ni mapema kuyatangaza sasa hivi kwenye vyombo vya habari, na itakapofika wakati watu watarajie kuona vitu vizuri kutoka kwa Cloudy 112. Ila siku ya leo nimekuja tu kumpokea bibie. Yeye alikuwa yuko safarini kipindi kirefu, na takriban toka mwaka jana alivyokuja ndio amerudi tena. Kwa hiyo nimekuja kumpokea mama hapa, na mengine tutakuja kuyajua baadaye siku za usoni. Okay. Cloudy, mimi kabla sijahamia kwa mama, tumekuwa tukizoea mitafaruku mizito kwenye mahusiano ya mastaa, hususani katika ndoa za mastaa. Huwa hazidumu. Wewe ndoa yako imedumu na mna watoto na mmekaa kipindi kirefu nje nchi kwa unakaa nyumbani kwake. Tuambie, unatumia mbinu gani, lakini pia ni njia zipi ambazo mnazifanya ambazo ni bora kudumisha muunganiko huu mkubwa? Ni kuheshimiana tu na kustahamiliana, kwa sababu wanasema ndoa si tu watu maarufu zinazovunjika, na si ndoa ya watu wasokuwa hawajulikani ambao ndoa hazivunjiki. Ni kustahamiliana na kuheshimiana. Mnapoheshimiana na kuvumiliana, migogoro inakuwepo midogo midogo hapa na pale, lakini mkitengeza heshima na mkikubaliana, basi kila kitu kinakwenda vizuri tu. Unafikiri kwa nini migogoro inatokea mara kwa mara? Sometime ni kauli. Unajua kuna baadhi ya migogoro tunasababisha sisi wanaume. Unajua sisi kidogo wanaume tunataka kujifanya ile mifumo midume ile, kuwalazimisha wanawake vitu vingi, kuwa wakali juu yao. Sometimes sasa na mwanamke anajiona kama ananyanyasika kwa namna moja ama nyingine, ndio sababu ya mwanamke kosa. Unajua wanawake wanataka peace, wanataka raha, hawapendi mauzi yao. Kiwaudhi tu kidogo basi utaona balaa lake, lakini ukitaka uenjoy mapenzi mfurahishe mwanamke tu. Lakini wanawake wengi wamekuwa wakilalamikia kwamba labda pengine wanapenda kuwa juu zaidi. Hali kama hizo mtu anazikabili vipi? Ni upeo wa watu, kwa sababu kila mmoja, mimi naweza nikaona kwamba kuna baadhi ya makosa mengi tunasababisha sisi wanaume, lakini kuna wengine wanaweza kusema pengine wanawake na wao wanasababisha. Halikataliki kwa sababu kila mtu na maono yake, tuseme hivyo. Na wao wanasababisha wapi na wapi kwa uzoefu wako? Hapo labda umuulize bibi, labda yeye anaweza kukakati wake, labda ameshasikia story 2-3. Okay, kwanza madam, hongera sana. Si kawaida na tunakupongeza sana kwa hilo. Yaani mahusiano yenu lakini pia na ndoa yenu imekuwa ni mfano sana. Sio watu wote maarufu wanaweza kumaintain hili, au mwanamke akiwa na mwanaume maarufu. Kwanza niambie unatumia mbinu gani kwa watu ambao wanakutazama hapa ili kuwafundisha basi nao pia waweze kudumu kama wewe ulivyodumu na Mr. Cloudy. Asanteni sana kwa mapokezi yenu. Nimefurahi sana. I really appreciate. Kwenye ndoa ni kuvumiliana na mengine kuyawachia tu yakapita, usiyaweke rohoni. Ukiweka rohoni ndio kila siku mtagombana. Lakini sasa ni kuvumiliana, unaacha yapite tu, kazi iendelee. Unaachaje yapite sasa kwa mtu anayetazama hapa? Yaani unasahau. Usichukulie kilichokuwepo ndo ukizungumzie all the time. Kwa hiyo unaacha tu. Unaangalia jengine, maisha yanaendelea basi. Mimi nabakia katika uhalisia. The way ambavyo Cloudy anaigiza kwenye movie zake. Kuna comment moja niliona akasema huyu jamaa anavyoongea hivi kama mbabe hivi, kwa mke wake inakuaje huko nyumbani. Cloudy yuko nyumbani mtu namna gani?
Ubabe anao kila kona. Sio kwenye movie tu. So kwenye movie si anakuwa ana ubabe, si ndio mwanamume lazima ngurume ndani ya nyumba. Anasemaje? Maana anakuambia bwana, lazima mtu ana upendo, uwe mpole, uwe nini. Ana upole wake, ana mapenzi yake, ana ukarimu wake. Alhamdulillah, mpaka sasa hivi tunamshukuru Allah, tunaendelea vizuri. Claude, tu kwa kumalizia, neno lako moja. Mama umempokea kwa ukubwa leo? Nimempokea sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, na niombe tu Mwenyezi Mungu atujalie salama, na sikuwa na mengi zaidi. Leo ujio mkubwa sana ulikuwa ni ujio wa kuja kumpokea bibie. Kwa hiyo inshallah mengi ambayo mashabiki zangu tusubiri kwa siku zijazo, mtaweza kuyajua ni yapi yanayokuja hapa mjini, nikiwa nimeyasababisha mimi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, lakini kwa leo hasa ni siku tumekuja kumpokea mama inshallah.